lillahi alhamdu wal minna, thumma alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Leo ni Ijumaa ya mwisho katika mwezi wa mwisho ambao ni wa 12 Dhulhijja, na ni Ijumaa ya mwisho katika mwaka wa 1447. Tumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale ambayo tumeyafanya katika mema katika mwaka huu uliopita, Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaweke katika mizani ya mema yetu, na kasoro tulikuwa nazo, sisi ni wanadamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tustiri na atusameh, na tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe afya na uzima na kutupa taufiki ya kufanya kila anachokiridhia na kutuepusha kila maasiya katika mwaka huu ambao unatukabili wa 1448. Sadatul hudhur, kipindi cha wiki mbili zilizopita tulishuhudia kurudi kwa mahujaji katika majumba yetu. Lillahi alhamd wal minna. Tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala vile vile atakabal ndugu zetu hawa, haji zao ziwe ni haji mabrur insha Allahu Ta'ala. Katika bayan tutazungumzia kuhusu mafunzo ambayo yule mwenye kwenda kuhiji akisharudi, na sisi ambao hatujabahatika kwenda mwaka huu, Mwenyezi Mungu atupe taufiki ya kwenda mwakani. Mafunzo yepi ambayo tunayapata katika safari hii ya kurudi baada ya kushuhudia mash'ar na madhhar min madhahir alwahda? Umma wa Kiislamu lillahi alhamd uliitikia mwito wa ibada ya haji, ambayo si ibada tu bali ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Si hili tu, kwa unyeti wa ibada hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tangazo la ibada hii akalitofautisha na tangazo la ibada nyingine. Ibada ya swala, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, swala kwa waumini imekuwa ni faradhi. Ibada ya saum, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, akaikutanisha ibada hizi na sifa ya imani. Lakini alipokuja kuzungumzia ibada ya haji, kwa kuwa si mujarrad tu ya ibada ya waumini peke yake, bali ile ibada ya haji inaonyesha upweke wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sifa ya kuumba waja wote. Ndio Mwenyezi Mungu akatumia waadhin fi nnasi katika suratul Hajj. Katika suratu Ali Imran Mwenyezi Mungu asema walillahi ala nnasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Yani kana kwamba anatuambia hii ibada ya haji ina mafunzo si kwa waumini tu bali hata kwa wanadamu wote. Fa'tabiru ya ulil absar. Moja katika adabu ambazo haji anapotoka na kufika nyumbani salama salmini ni kumuomba Mwenyezi Mungu aitakabali haji yake. Katika adhiya ambazo zimependekezwa, umwambie yule aliyetoka Maka, baada ya kufanyia musafaha umpe mkono na at-ta'anuq na kumkumbatia, hizi ni katika sunan. Kisha umwambie ghafara Allahu au ja'ala Allahu hajjaka mabruran, Mwenyezi Mungu aijalie haji yako iwe ni mabrurun, ai mutakabbalan, iwe imekubaliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pili umwambie wa ghafara Allahu dhanbak, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe madhambi yako. Kisha umwambie wa akhlafa Allahu alaik nafaqatak, na yale uliyoyatoa katika safari hii ukagharamikia mpaka ukafika Makka, ulitoa mali yako, basi Mwenyezi Mungu akupe badili. Hii ni dua kwa sisi
ambao tunawaombea hawa mahujaji. Ama mahujaji nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewataka waombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyopokea al-Imam Abu Daud hadithi ambayo ni hasan. Sallallahu alayhi wasallam asema, al-ghazi fi sabilillah, mwenye kupigana jihadi kwa njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walhaj walmu'tamir wafdullah, asema na mwenye kuhiji na mwenye kufanya umra, hawa ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ugeni huu ina maana wakithirishe dua. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, da'ahum fastajabuhu au faajabuhu, hawa ni watu ambao waliitwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakaitika. Ndio Waswahili husema kama hujahiji hujaitwa, lakini Mwenyezi Mungu akikuita utakwenda. Lakini haina maana ubakie tu hivi hivi, la, kuna strategy, upange mipango, save pesa, si vibaya. Kisha sallallahu alayhi wasallam akasema, wasaaluhu fa'atahum, na wakamuomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akawapa. Ndio maana maulama wanasema baada ya aya za haji, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrukum abaakum au ashadda dhikra. Kisha baada ya hapa sema kithirisho, kwa sababu imekuja akiba ayati alhajj, imekuja baada ya aya za nini, za haji. Mwenyezi Mungu tupe katika ulimwengu huu wema, na akhira utupe wema na utukinge na adhabu ya moto. Hili ni jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana. Jambo la pili, ndugu zangu, kwa mahujaji tunawaona walivyokuwa na pupa ya kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika manasik al-hajj, na walikumbuka labda hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu manasik, ay sheria na taujihat na sunna za kuitekeleza ibada hii ya haji. Na hapa kuna funzo, ndugu zangu. Uislamu una kufanya amali, kisha Waislamu hawaifanyi amal mujarradi wanavyotaka wao, lazima, bali lile jukumu lazima liwe linaambatana na sunna. Pili, Waislamu ndugu zangu, sunna hazipuzwi, bali watu huimizwa kufuata sunna, japo sunna kwa maana hapa ya kitendo alichofanya Mtume, si kwa faradhi. Lakini kuna sunna ya kwa maana kwamba kuifuata njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hili ndilo ni muhimu tuliangazie kwa kina. Tumeona mahujaji wanapupa ya kufuata sunna ili haji zao ziwe za kisawasawa. Kama vile vile tunaoswali tunahakikisha tunafuata sunna ili swala zetu ziwe na nini, na thawabu nyingi. Mwenye kufunga atajipinda kufuata sunna na adabu za nini, za saumu. Sasa ujajiuliza, kwa nini sunna hizi twaziacha Maka? Kwa nini kumfuata kwetu Mtume twamfuata msikitini, twamfuata tu katika haji, lakini katika miamala yetu wewe na babako wafuata sunna ya Mtume katika kuamiliana na babako na mzazi wako? Ondoa huko, rudi katika miamala yako na biashara yako. Je, una sunna za Mtume katika biashara yako? Ondoka hapa. Uislamu si masala ya akhlaki peke yake, wala si muamala peke yake, bali Uislamu pia unazungumzia suala la kisiasa. Je, siasa zako za kijiji chako, za nchi yako, za ulimwengu wako zinaambatana na sunna ya siasa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma'al maasafi shadid, sunna tumeifunga katika ibada ya haji. Wallahi tukaona watu wako tayari kujitolea mali yao na kuacha miji yao na biashara zao na wapendwa wao, atoke hapa mtu
na hali ya Maka ilikuwa na joto kubwa. Mliona katika maclips watu wakizimia, wengine. Abu Huraira, radhi za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, al-umratu ila al-umra, umra mpaka umra, kafaratu lima bainahuma. Lau mja atafanya ibada ya umra, basi ile umra inafuta madhambi yako yote ya mwaka mzima. Kisha sallallahu alayhi wasallam akasema, wal hajjul mabrur, na hija iliyotakabaliwa. Al-Imam Ibn al-Hajar al-Asqalani katika kuisharehesha hii tamko la al-mabrur ametaja aqwal mutanawwi'a, lakini zote ni mutakariba lilmaana. Ametaja maana mbalimbali kama alivyoeleza katika Fathul Bari mujalladi wa 3 ukurasa wa 382. Ibn al-Hajar al-Asqalani anasema tamko la al-mabruru ay al-mutaqabbal, haji iliyokubalika. Wengine wakasema kwamba al-hajjul mabrur ay la yukhalituhu al-ithma fihi, ni haji ambayo haikuchanganya, yani yule aliyehiji hakuchanganya jambo lolote linaloharibu ile haji. Al-Imam an-Nawawi akasema, na maana haya alladhi la yukhalituhu ithmun, ndio maana arjah al-maana fi maana al-mabrur. Akasema maana ya kwamba haji mabrur ni ile haji ambayo haikutangamana ndani yake na jambo baya, ndio maana makubwa katika haji mabrur. Lakini al-Imam Qurtubi akaeleza kwamba maana yote haya yanaashiria mahali pamoja. Wengine wakasema al-hajjul mabrur ay la riyaa wala sum'a fi, ni haji ambayo haina sum'a wala haina ria. Katika amal ambazo Muislamu lazima ajiepushe nazo ni kuwa na ria katika amali zake. Tasikia mtu asema, bwana, mimi natoka haji, mama yake Fatima, lete vile vikombe tulivyovinunua wakati wa Madina au wakati wa haji, ili ataka kujua kwamba yeye watu tumjue amehiji. Uislamu unatuhimiza amali zetu ziwe ni amal kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, al-hajjul mabrur, hija yenye kukubaliwa, laysa lahu jazaa'u illa janna, ufika wala hawakudhalilika, bali walisawi, maadam malipo ni makubwa, lile jukumu kwao likawa sahali. Wallahi, hivi ndivyo dai anatakikana asawirishe jukumu lake. Huwezi kufanya ama ukafaulu katika dawa ukaangalia majukumu kama unaamrishwa kufanya, ukasahau kuwa yule anayekuamrisha na kukumbusha, lakini al-amiru huwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba malipo unayoyafanya, malipo unayotarajia ni makubwa zaidi. Hutaki sum'a wala hutakiria. Hii ndiyo nishati, ndugu zangu, ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema, wallahu yuhibbu as-sabirin, Mwenyezi Mungu anapenda wenye kusubiri, ambapo jukumu linapokuja kwake haliliangalii uzito wake, anaangalia uzito wa thawabu ndani yake. Hivi ndugu zangu Waislamu, reality ambayo leo tunaishi ni reality mbaya mno, inatukatisha tamaa ikiwa tuna mioyo midogo. Bali wakati mwingine yaweza kufanya wewe ni mvivu. Itakuwaje Uislamu usimame katika dhurufu kama hizi? Itakuwaje Waislamu wanavyosimangwa leo, wanavyotengwa, mpaka hata tunapojipendekeza katika mambo yao ya kimatata, bado wao wanaona element ya Uislamu. Ni hivi juzi tu, ndugu zangu, nisikia referee kutoka Somalia, eti kuna World Cup Marekani, sasa amezuiliwa asiingie Marekani. Kisa na maana, sisi ni watu muhimu sana, sisi ni watu hatutaki materrorist katika nchi yetu. Waislamu mambo kama haya yaweza kuwavunja moyo, kisha wakakwepa majukumu. Lakini wallahi Mwenyezi Mungu anatupa katika haji mizani kuwa mu'min si mu'min. Al-Imam Al-Alusi katika tafsiri asema, nafsi hapa ya kusudiwa nafsul mukallafa, mtu aliyebalighi, kwa sababu yeye kwake kalamu inafanya kazi na mwenye akili timamu. Atakuta amali zake zimehudhurishwa na Mwenyezi Mungu kwa waja wake, anawalipa waja wake. Ndugu zangu, mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi yawe ni makubwa kiasi cha kwamba jukumu lolote lile tulichukue kwamba ni moja katika madakhili ya mahabbatu wa rasul, mahabbatullah. Kama Mwenyezi Mungu alivyoeleza baada ya tu aya hii, akasema, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah, ikiwa kweli
mnadai kwamba mnampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mna yakini kwamba Mwenyezi Mungu atakwenda kukutana nyinyi, basi fattabi'uni, tumfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini hili tu, kisha Mwenyezi Mungu atatupenda na atatusamehe madhambi yetu. Mwenyezi Mungu atujalie katika watu wakusamehewa na madhambi yao na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo moja katika funzo, ndugu zangu, ni kwamba umma wa Kiislamu siku zote nishati yao kubwa ni kwamba kila amal kwao si mada tu, mujarrad wa mada, bal ruhiyya. Almada waruh la tanfasilan, wala hazifai kutenganishwa mada na ruh, matter and spirit. Amali ukifanya, mkifika katika embassy utaulizwa min NGC, wewe katika nchi gani, watoka nchi gani? Kuna yule aliyesema kutoka Yaman, kutoka Kenya, kutoka Sudan, taban ilivyokuja katika al-iqama. Lakini je, Arafa nani aliulizwa kama wewe ni nani? Wote walisema al-ajju wathaj. Mama na al-ajj, na hakiki hujumu moja. Mshaulizwa nyinyi kwamba msikiti hapa leo tutauliza mtu, wewe ni Hanafi toka, wewe ni Shafi toka, au haji, kuliulizwa madhehebu? Haikuulizwa madhehebu, bali mahanafi walikwenda haji, mashawafi walikwenda haji, mahanabila wakaenda haji, kwa sababu wote walijua kwamba asili hapa Mwenyezi Mungu anatuunganisha. Kwa hivyo madhahib na firak hizi si vikwazo katika fikra za kikoloni na hazitupelekei mbele.